wa Taala, lakini shetani naye ana jeshi lake. Sasa kuna majeshi mawili yanapambana, na hususa mwezi wa Ramadhani unafika. Ndugu zangu, kama alivyosema shehe, nafikiri nijitambulishe, ingawa najulikana sana hapa. Mimi ni nyumbani, naitwa Ramadhani Komba, ni naibu amiri mkuu wa kundi la Aswabul Kahfi Tanzania. Kazi zetu kubwa ni ujenzi wa misikiti vijijini, ndio malengo yetu, na tunayo slogan, kauli mbinu, mkono kwa mkono mpaka peponi. Mpaka sasa tumekwisha jenga misikiti 142 nchi nzima. Takbir! Na misikiti hii tunaijenga kwa mkono kwa mkono. Maana yake kila moja mwenye 1000 yake anachangia. Mimi mwenyewe nimejiwekea malengo, kila nitakapoipata 1000 nitakula shilingi 700, shilingi 300 nampa Allah, kwa sababu anajua udhaifu wangu. Wewe umejiahidia vipi? Ndugu zangu, safari yetu hii tunakwenda Makongorosi Chunya. Tulikuja watu 50. Hapa mnavyotuona tumebaki watu 10. Manake watu 40 wameondoka alfajiri ya leo, wameshaelekea Makongorosi na magari mengine. Nini kilitubakiza sisi hapa? Tulipofika hapa juzi, tukawa hatuna mbao wala bati ya kwenda kule. Kule tulikwisha jenga msikiti. Kule kuna watu wamesilimu. Tuliwajengea msikiti, tulikuwa tujaezeka. Kwa bahati mbaya sana, wakati tunakusudia kwenda kuwezeka ule msikiti na kuumaliza, tuliona takaza nyingine kwenye media, kwenye mitandao, iko Mtwara. Pale Mtwara pana hospitali kubwa ya kanda ya kusini inayohudumia mikoa mitatu, Lindi, Mtwara na Ruvuma. Ipo Mikindani. Ndani ya ile hifadhi ya hospitali kulitolewa nafasi 2, nafasi itakayojengwa kanisa na nafasi itakayojengwa msikiti. Nafasi itakayojengwa kanisa, limejengwa kanisa tena la aina ya gorofa. Sehemu anayejenga msikiti hata kuchimba visiki hapajachimbwa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Watu wagonjwa wanaofika pale, akifariki wanakwenda kuoshewa wapi? Hakuna. Kwenye media ikaonyeshwa picha wapi wanaoshewa. Pana msikiti pembeni, kuna kanali mmoja wa jeshi, mwanajeshi kanali amestaafu. Kwa kuliona lile, akatoa eneo lake, wakajenga msikiti wa miti miaka mingi iliyopita. Kwenye media ukiangalia, kama una simu yako kubwa, hembu nenda YouTube, andika maiti waoshewa nje Mtwara, utaona kuna kitu kinakuja pale. Andika kwenye YouTube yako maiti waoshewa nje Mtwara, kuna kitu utakiona, na mimi utaniona hapo, kwa sababu kuna TV za Mtwara zilikuwa zina rekodi. Kwa hiyo mtu akifariki pale, hawana kwa kwenda, wanaambiwa kuna msikiti mdogo hapo, nendeni mkamstiri maiti wenu, japo kumuosha ili mumsafirishe au mumzike. Wanakwenda nje ya msikiti kwenye kona kama hapo. Kuna tofali hizi za kujengea ziko pale 5. Wanachukua majani ya mikorosho, wanaweka, wanamlaza pale, wanaosha. Kama ninasema vingine, wewe nenda YouTube pale utaona wenyewe wa Mtwara wanaongea hivyo. Tuliona hii ni dhima kubwa sana, tukabidi tuanze safari kwenda Mtwara. Shule iliamua mimi nitangulie na askari manake mafundi 4. Hatuna bati, hatuna msumari, hatuna tofali. Tukasema Allah yupo huko, kama tulivyosema tunakwenda Makongorosi, Allah yupo. Wallahi nafika pale, nipo Kibra hapa, sina tofali, sina simenti. Ikabidi nipige simu tena Morogoro kwa wadau tuliowazoea. Tukasema bwana, tumekuja Mtwara, angalia YouTube hapo. Mtu mmoja akasema, nimeona kuna nini kinatakiwa, simenti na tofali. Wallahi akasema, ninawapeni kwanza tofali 1600. Takbir! Nikapiga simu Morogoro, njoeni sasa kundi lije, tumeshakwisha pata tofali. Usiku ananiambia, kesho mnaanza kazi. Nikamwambia hatuwezi kuanza kazi kwa sababu hatuna simenti. Kumbe hamna hata simenti, hatuna. Akasema nendeni Oilcom, mtamkuta jamaa moja pale
anaitwa Abu Swamadu, mwambieni awapeni simenti, mimi nitalipa. Akanipa simenti mifuko 50. Takbiri! Tukaanza kazi. Sasa hivi pale msikiti pale, hatukujenga msikiti tu, pia pembeni kuna mochwari tumejenga. Mtu mmoja kaahidi ataweka jokofu la maiti 5. Ukiangalia pale sasa hivi, kama picha utaipata ya sasa hivi, utaona kuna mochwari imekwisha anza kufanya kazi. Huyo ndio Allah. Ili kuonyesha kwamba Allah ana nguvu, tumekuja tunakwenda Makongorosi, tumefika hapa, hatujui mbao tunapata wapi. Tulisema tu kwamba pale Mwembe Togwa Masjid Takwa ni nyumbani, tutaongea watatuelewa. Lakini tulipofika hapa, mafundi wakatuambia mbona tumelala tu, hatuna kazi. Hamna kazi ya kufanya, hata kuchimba choo bana, vyoo vimeshachimbwa wanavitumia. Madrasa ile kule mnaiona, hatuna kazi. Tumekuja na mafundi 22. Bahati nzuri tukaambiwa kuna ukuta kule nje unajengwa. Tulipoambiwa tu vile, mafundi wakaanza kwenda kuuangalia, wakasema tunaujenga haraka sana huu. Kumbe shetani amekaa pale, ngoja tumshambulie. Wakachukua silaha zao, wakaanza kupiga pale. Si mnamuona adui amekufa pale nyuma? Mkiangalia kule nyuma mnaona ukuta, hilo ndio adui alikuwa analeta shida, ameshambuliwa. Baada ya kumaliza wakakusudia wapige plasta. Mafundi wakaleta ushauri, zile tofali ni mbichi, zilikuwa bado hazijakauka, huwezi kupiga plasta, udongo unashuka. Vingine wangepiga plasta. Wananiuliza kazi nyingine iko wapi? Wameuliza kazi nyingine iko wapi kama ina pale. Wakasema basi lile kulacheni pale lipigwe nili pale ndani. Wakasema mwageni maji yaliyoko ndani tupige nili. Kazi nyingine iko wapi? Hao hawalipwi chochote. Hatumtaki fundi anayelipwa. Huyo ni muhuni. Kama anataka kulipwa, huyo ni muhuni. Sisi hatuna haja naye. Hebu jalia wewe umemsomesha kijana wako toka darasa la kwanza mpaka anakwenda university, chuo kikuu. Fani anayesomea engineer, mambo ya ujenzi. Ameshapata degree yake, anakuja nyumbani kwako. Wewe unatakaza ya kutengeneza choo yako, unamwambia mwanangu, sasa hebu nionyeshe ufundi wako niliokusomesha, si ndio fani yako? Kijana anakuambia baba, kwa hapa mshahara utakao nilipa wewe 300,000. Hivi wewe inakuingia kilini? Yaani umemsomesha wewe kwa hela yako wewe, mtoto wako wewe, anakuambia nilipe 300,000. Maana yake yule fundi ujuzi ule amepewa na Allah, kisha nyumba ya Allah inajengwa, anamwambia Allah nipe 300,000. Wewe mpumbavu, hujaelewa bado. Wewe hujaelewa. Lakini mafundi tulionao wameshaelewa kwamba kumbe kazi mimi ujuzi amenipa Allah, nyumba inajengwa ya Allah, kwa nini mtoze? Basi yule fundi mwenyewe kumbe naye anatakiwa atoe simenti. Yaani yeye mwenyewe anatakiwa jenge na kisha achangie. Halafu pale tunapoenda kujenga alipe nauli. Yaani kuja hapa fundi anatakiwa alipe nauli. Makambako wakatuelewa. Tunataka mbao 800, tukasema tuanze na 400 zitangulie Makongorosi. Hivi ninavyosema mpaka kufikia leo, jana na leo, msikiti huu hapa ndani tumepata mbao 400. Takbir! Takbir! Hafu wewe umtambue Allah, wewe unafanya mchezo na Allah wewe. Wewe unamchezea Uislamu, usicheze na Uislamu baba. Cheza na kitu kingine sio Uislamu. Wewe unacheza na Uislamu. Mimi kule nilikotokea, Jeshi la Wananchi wa Tanzania, TPDF kule nilikuwa najiona mwanajeshi mkubwa sana. Kumbe nimegundua askari wa kweli yuko wapi? Kwa la ilaha. Huyo ndo askari wa kweli. Kule kumbe ilikuwa mazoezi tu. Huku tunakuja kufanya kazi kweli. Tunashubu hapa sasa ya mbao 400 tena. Wallahi wabillahi na waapieni, hata hayo magari yenyewe wapi watapata mafuta hatujui. Kwa kuhangaika sasa tutafanyaje tumfika Makambako? Wazo nikaja bwana, kuna mtu amefiwa hapa tumtembelee. Nani? Japipo. Aliwahi kutupa mbao. Tunahangaika hapo sasa. Wallahi wabillahi tumemwingia jana kumpa pole. Jamaa tumkuja kukupa pole hapa, lakini unajua sisi wanadamu tunajua. Tumkuja kukupa pole bwana, hebu tusaidie kidogo. Utambue kwamba sisi wenzako tunajua umefiwa bwana. Tunakupa pole sana bwana. Cha kukupa wewe hatuna bwana. Tukajialia pale, anajua wamkuja kunipa pole, si ndio?
Akatamka pale, kwa nini nimekuja kufanya nini? Tumekuja mwele, wewe nakujua, nilikuona kwenye msiba wa Mwenda Mseke. Nakamwambia ndio mimi kweli bwana. Basi nendeni kwa, mkirudi nipitieni bwana. Si mtu mkubwa akisema tufanyeje? Wewe hujaelewa. Wewe hujaelewa tu. Akisema ukirudi pitieni hapa, wewe hujaelewa. Lakini inawezekana pale nataka kutoa sadaka ya ubwabwa, huwezi kujua bwana. Ndugu zangu, mwezi wa Ramadhani unakaribia, umejiandaa vipi? Unasikia takaza kule kunahitajika mbao, kunahitajika watu wanahitaji mafuta. Wewe una uwezo wa kuongea na mtu? Wallahi wabilahi, mimi nauli ya kuja hapa nimemwambia binti yangu mmoja, wewe embu mimi naenda Makambaku, kuna sehemu inaitwa Makongorosi. Huyo binti yangu mwenye daktari, nimemsomesha mimi, anaishi na mume wake huko. Baba unasemaje? Toka sasa hivi ninapoongea na wewe sitaki sukari yako, sitaki chumvi yako, sitaki chochote, ila nipe nauli ya kwenda kule. Ukishindwa acha. Wazazi wenzangu, nawaambieni siku zote mtoto usimuombe. Ukimuomba ndio umekosea, hakupi. Watoto siku hizo watoi. Toa amri. Nipe, utaki acha, utaki endelea. Kwisha. Mtoto akanielewa. Baba sasa, baba mbona unaongea hivyo? Ndio ninavyoongea sasa. Nakwenda kwenye kazi ya Allah. Wewe kunipa mimi chumvi, sitaki chumvi yako. Sukari, mimi sitaki sukari yako. Sina shida ya hilo. Nina shida ya kazi ya kule. Hebu toa kile ulichonacho. Ndugu zangu, wamenielewa. Baada ya kunielewa sasa nimepata nauli ya kuja huku. Ndugu zangu, tuanzie hapa. Mbao moja hapa shilingi ngapi Hamisi? Tununua shilingi ngapi? 2800. Tumenunua mbao moja shilingi 2800 hapa. Lakini wazo likaja, zinasafirishwa vipi? Kuna mtu mmoja alisema atatupatia gari ya kwenda kule. Ndivyo Hamisi? Ya kwenda kule. Bahati mbaya mpaka sasa hivi hajapata. Wazo likaja kwamba kwa nini tusiulize bei ya kule ili tupate nafuu, tutafute pesa ya kusafirishia tu kwenda huko. Wale mafundi kule wamekwenda wamekaa tu sasa. Wazo limekuja kwamba tutafute, Hamisi akatushauri kuna sehemu moja tununulie pale. Wapi hapo? Mbalizi. Tununulie Mbalizi kule, tunapata nafuu ya kwenda kule. Hii yote tunatafuta uhanga kuokoa nyumba ya Allah ili pale Allah abudiwe. Pale kama hamna msikiti watu wanaoanaje, wanazikanaje? Niliwaambieni siku moja pale kuna sehemu moja tulijenga msikiti tukawakabidhi, ikafika siku ya Eid wameswali raka 5. Tulipomuuliza imamu, mbona mwaswalisha watu raka 5? Anasema leo Mungu ameandika, amesema siku ya kupumzika. Sisi tumzipiga zote asubuhi, leo ni kulala tu. Kama hivi ndivyo alivyo swali, unafikiri ndoa zao zipoje hao watu? Unafikiri wanazikanaje hapo watu? Kule kunahitaji ifikishwe tauhidi, watu wamtambue Allah na waelewe kazi zake. Ndugu zangu, mafuta tunayetakiwa turudi nayo lita 200. Wewe kama unamjua mtu yote wa sheli, mwambie mimi, hebu tuambie pale mtakwenda kunywa lita, hatutaki hela. Pale utakunywa lita 10, pale utakunywa lita 2, pale utakunywa lita 3, hivyo hivyo. Mtu mmoja kutoka Songea, mpwa wake Bahalesa, ni rafiki yangu sana, amenipa lita 50. Jana tulikwenda kunywa sherehe kwa nani pale? FM pale. Kaniambia mzee, nimeona kazi zenu nazitambua, nendeni FM mkanywe lita 50 pale. Akalipa mwenyewe pale pale kwenye lipa kwa nini sijui, lipa namba, akatupa lita 50. Maana yake bado lita 150. Kwanza tunaanza na mbao. Yaani hata kama tukikosa mafuta tulale hapa, kazi kule imefanyika. Na nimewaambia jamani, mimi ndio naongoza ile kundi. Nimewaambia nyinyi nendeni. Kama tukopata mafuta, kaeni huko ambao tukapata mafuta. Allah mwenyewe anajua. Ikibidi acheni gari anzeni kuchomoka moja moja, ombeni lifti. Magari acheni hapo. Haya. Mbao moja tumesema shilingi ngapi? Nani anatupa hadi mbao 50? Allah anasema wapo waja wangu mimi nikitaka na wao wanataka, na wao wakitaka na mimi ninataka. Mungu anasema wapo waja wangu mimi nikitaka na wao wanataka, na wao wakitaka na mimi ninataka. Kisa hiki unakipata wapi? Nabii Musa alitaka alimueleza Allah, embo Allah, yupo kidume anayekuabudu wewe zaidi ya mimi. Mungu akamwambia wewe mtoto tu, wapo watu. Akasema naomba nimuone huyo mtu. Akamwambia nenda jangwani, utamkuta mja wangu, mwambie mimi nataka nyama. Akaenda akamkuta babu hana chochote.
Akamwambia mimi namwabudia Allah. Akasema wewe unamwabudia Allah, hata mimi vile vile. Shida yako nini? Allah amenituma nije kwako unipe nyama nimpelekee. Yule mzee akaangalia hana nyama, hana chochote wala mfugo wote hana. Akamwambia bwana mimi sina bwana. Nabii Musa akasema kumbe sio huyu. Anaondoka akamwambia rudi. Aliporudi akamwambia nimemkosea Allah, nimesema sina nyama, kumbe mimi nimesema uongo, mimi mwenyewe nyama. Au ndio vidume hao. Akaingia ndani akachukua jambia lake, alivaa msuli, akakunja msuli, akakata wap. Nabii Musa akaangalia pembeni, Mungu akamwambia muangalie tena. Alipoangalia akajikuta paja liko safi. Kwanza lile paja alilikata akamkabidhi, mpelekee, nilisema sina nyama, mimi mwenyewe nyama. Wewe unaweza? Wewe unaweza? Tunakwambia toa mbao 50 hapo unasuasua, paja lako utalitoa, utaweza? Nabii Ibrahim alikuwa na mtoto mmoja tu, akaambiwa mtoe huyo, kwa sababu kabla hana mtoto kule nyuma alikuwa anatoa sana, watu wanamcheka. Utafilisika, utafanya hivi. Akasema mimi nataka, kama ningekuwa na mtoto ningemtoa. Allah aliyasikia maneno, akampa mtoto, kisha akamwambia sasa mtoe. Tayari ilikwisha mtoa. Angalia maneno ya mtoto mwenyewe kwanza. Anamwambia baba yake, baba usimwambie mama maneno haya, lakini nifunge kitambaa usoni, noa kisu chako, nifunge kamba. Kisha akabadilisha, ukinifunga kamba Mungu ataona kama unanilazimisha. Tekeleza wajibu wa Allah aliyokupa. Mtoto anakubali, baba amekubali. Wewe una 10,000 Yule Nabii Ibrahim alikuwa na mtoto mmoja, akaambiwa mchinje na amekubali. Wewe una 10,000, toa moja katika hizo 3 unasua. Lakini wakati wa sala za kinafiki, Allahu Akbar, unajikunja kunja. Sasa muda wa kutoa, toa sasa. Sasa mbona wakati wa sala wewe umejikunja sana? Umeonyesha ni mcha Mungu sana, umejikunja kunja hapo, toa hela. Unasuasua. Unasuasua. Ndugu zangu, mnaona ndugu zetu wa Pakistani hao, si ndio? Hivi hawa kwao wanafikiria hakuna misikiti. Kwa nini wanakuja huko? Ni maelekezo ya Allah, litoke kundi kati yenu liende huko mbali likatangaze tauhidi, likamtangaze Allah. Amejiona kwamba mimi nikikaa tu nyumbani nitakufa nyumbani. Nimefanya kazi gani ya Allah? Wewe upo Makambako tu, umewahi kuchubuka japo kutoa damu kwa kazi ya Allah? Umewahi kusafiri kwenda popote kwa kazi ya Allah? Aswabul Kahfi tunakuambia twende Njombe, wewe umekaa hapa utaki. Unasema naogopa mke wangu. Mimi sijaacha mke, naogopa sanduku langu. Ateba sanduku. Wewe bwana wewe. Wewe bwana wewe. Ndugu zangu, nani yule anatuahidi kwa mara ya kwanza kwa kuukaribisha wa mwezi atufungulie takazai ya kuitafuta mbao 400 zilizobaki? Nani yule hapa msikitini? Ziwe ahadi. Tuchukue sasa hivi zitafanya kazi. Naam? Usiseme ahadi, ziwe keshi. Haya jamani, ziwe keshi hizo pesa. Tunatafuta mbao 400 kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shehe, ukijikuna jikune kweli, ukijikuna hivi najua unatoa hela. Yaani mimi ukijikuna hivi najua unatoa hela. Wewe ukitaka kujikuna jikune kweli, mimi najua yule anajikuna. Takbir! Takbir! Haya, shehe ameleta 1000. Sio 10,000 jamani, tadanga 10. Sasa mimi si nikwambia waja wa Allah wakitaka wanao mtaka 10, 20, 30,000. Takbir! 40,000. 50,000, nina 50,000, 60,000. Wewe yani wewe kama una hela yako na mashaka nayo, wewe baki nayo. Maana unaweza kawa na hela yako hiyo unataka ununue bando, uangalie YouTube, Facebook. Wewe kana angalia Facebook. Unataka kuangalia Baikoko ngoma za Tanga, angalia. Na kibaya kuliko yote, angalia watu wanazitukuza siku 2 sasa hivi. Ndugu zangu, watu wanazitukuza siku 2. Utasikia Yanga Day na Simba Day. Siku 2 anazisahau. Kumbe kuna siku 2. Kifo Day na Kiyama Day. Na hiyo iweke vile vile. Wewe angalia Simba Day na Yanga Day. Kifo Day, Kiyama Day wewe hujui. Ndugu zangu, hebu lete hela yako ile unayoona kwamba hii wewe inataka ifanye kazi ya Allah. Mafundi wamekwishaenda. Lakini wewe unayejua kwamba mimi ninataka nitoe mafuta. Hebu tuambie tunapata wapi? Lete fikira yako. Magari yale akija tutakwenda kwendaje? Allah. Akina mama msiondoke, nisubiri ni huko. Nisubiri ni huko akina mama. Akina mama nisubiri ni nitakuja huko. Naam?
Yupo? Wakamsikiliza na hivi anakuja, lakini waendelee naye. Kwa hiyo wewe endelea yako na mimi nakuja huko. Ndugu zangu tutoe. Wallahi mimi nawaambieni ndugu zangu. Wewe fikiria, wewe kama unategemea kusoma hitima, eti mimi watanisomea hitima watoto wangu, watoto wa siku hizi hawasomi hitima. Kwanza anakuuliza una aya na hadithi. Anakuuliza wewe hitima yako unayo aya na hadithi? Hapa mtoto anakwepa hela zake za ulisi, anataka kuzitumia, anakukwepa sasa kiaina aina. Unaniambia nisome hitima, una aya na hadithi? Mbona baba yako alisoma? Alikuwa haelewi, hajaelewa. Sasa ukijitolea sadaka tijaria mwenyewe, hiyo sadaka tijaria itakuwa ni ya kudumu kwako wewe. Hitima ina mwisho wake, hadi tukisoma leo kesho wewe kusoma, maana yake ile ndio imeshakoma pale pale. Sadaka tijaria maana yake endelevu. Panda mti, jenga nyumba ya Allah, hudumia, yani chimba kisima. Wewe ujali yote yanapita duniani, wewe unakwenda tu. Hapa masomo mengine hata sisemi. Ngoja ndugu zangu wahesabu tuone tumpata shilingi ngapi hapa. Lengo letu hapa tupate 900,000. Lengo letu tupate 900,000. Mnaiona kubwa 900,000. 900,000 mtu kidume mmoja tu anasema toa hivi. Yule nile mbele tu alitupa tofali 1,600. Tofali moja kule ndio shilingi 1,500. Ukipiga hesabu shilingi ngapi? Ongezea mifuko 50. Wallahi wa billahi, kama anasema uongo Mwenyezi Mungu anipeleke motoni. Hiki ninachosema. Pamoja na hayo yote alinipa lita 180. Alinipa lita 180 ya kusafiria na magari haya. Kisha kule akasema kila siku watakaye kaa huko na wapa 100,000 mimi chakula. Kila siku mtakula 100,000. Kijana mdogo tu. Kijana mdogo. Anamtambua Allah, kashamuogopa, kashamheshimu. Wewe unamuona Allah kama maboksi tu. Ndugu yangu, wewe hiyo pesa yako unaoiona kwamba hutaki kutoa, wallahi mimi sitaki wapeni visa vingi sana, jinsi nilivyoona watu ambao walikuwa matajiri sana sasa hivi wamefilisika. Na wangapi walikuwa maskini sasa hivi ni matajiri wa kutupwa. Wangapi? Lakini wewe mtu wa Makambaku, huu msikiti ulikuwaje? Hebu hivi picha hizi hamjapiga? Nani ana picha ya msikiti wa zamani huu? Huu msikiti ulikuwaje? Wakati mimi nimekuja kuswali pale, ninaulizwa nyinyi mmekuja kujenga msikiti, mna hela? Nyinyi mnamsahau. Msikiti si ulikuwa pale wa mbovu tu. Leo kitu kiko hapa, wewe humwamini Allah bwana. Na bado fikra inakuja, siku nyingine utakuta gorofa hapa. Hivi unafikiri utani? Nenda Kibaigu hapo. Wamefanya mawazo kujenga gorofa, wametafuta mawazo kila siku, kesho. Wakatokea wahuni wachache. Wazee wanatokea usiku hapo sasa. Usiku ikija piga nyundo msikiti. Asubuhi wazee wanakwenda kuswali pale. Hapa wapi? Vijana mshabomoa. Nani hajulikani? Nani kafanya hivi nani? Nenda polisi. Wazee msiende polisi. Hapa sio swala la polisi, hapa ni swala la kujenga upya. Tupige mabati tuanze shughuli. Kuisha pale kapigwa mabati, sasa hivi Kibaigwa wako hiyo ya pili, wanaenda juu gorofa. Lakini mfano mwingine naenda Morogoro. Kuna msikiti pale unaitwa Mungu mmoja dini moja. Msikiti unaitwa Mungu mmoja dini moja. Vurugu pale imetokezea, watu wanashikamana usiku, watu wameanza kuchimba kuchimba nguzo usiku. Asubuhi watu walikuta mashimo. Nenda pale sasa pana lotion 2. Hivi kitu kizuri mnasumbuana, matokeo yako kinakuja kitu kizuri. Kisha pata nini? Nyinyi Makambako bado mtadumu tu mambo ya ugomvi. Huyu haongee na huyu haongee na huyu. Huyu haongee na yule. Mambo yamepitwa na wakati hayo. Kila kitu sasa kinaenda kwa shura. Shura kishaamua basi. Hakuna shura kabla ya shura, hakuna shura baada ya shura, hakuna shura ndani ya shura.
She, tuna 200,000. Naishukuru sana. Nilipokuja asubuhi nimecheki nikaona kweli ukuta umejengwa. Kwa hiyo nawashukuru kamati ya ujenzi pamoja na nyinyi mliojenga. Manake bila kamati ya ujenzi kwamba waruhusu mjenge pale msingejenga. Lakini kamati ya ujenzi kabariki kwamba jengeni, na mimi nikasema nashukuru sana. Nikaona akisema imamu nisalimie tu bila kushukuru nitakuwa sijielewi mimi mwenyewe. Lakini na nyinyi wageni mliokuja mimi nawashukuru. Mtakuwa na amani ya kuishi hapa bila wasiwasi wote. Na ujumbe wote mnaouleta sisi tunaupokea kwa 100%. Kwa hiyo tunawakaribisheni sana Makambaku. Yaani kuwepo kukanyaga kwenye ardhi ya Makambaku, mimi naona mmetupa baraka na Mwenyezi Mungu atatujalia. Ndugu zetu wa Morogoro walipokanyaga hapa leo wamekuja wameona kuna vitu vingine vinamulika huko. Tumepiga marumaru, tumefanya, lakini juu ya kamati ile waruhusu mjenge kule. Kwa hiyo sio kusema tutambua muhimu wenu, tunatambua sana. Sisi kama viongozi tunatambua vizuri sana. Na ndio maana nasema kwa niaba ya Waislamu wa Makambaku, Mwenyezi Mungu yote unayatamka atawajalia tu. Yote mliosema hapa, hata kama mtu hajajitokeza hapa, lakini mimi nabariki kwamba atawajalia kila kitu mlichosema mtapata. Kila kitu mlichosema mtapata. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na mimi na uhakika mtapata. Japo sio sisi kazi yetu si viongozi kwamba tuna uwezo kuwapa, lakini tunabariki kwamba wenye uwezo watawapeni na ile safari yenu mtasafiri salama. Kwa hiyo baada ya kusema haya mimi nawashukuru sana. Na ninawatakia kazi njema ili tuendelee kuibadilisha Makambako yetu. Kamati yetu ile, yani kwa kazi mnazozifanya hapa pamoja, mimi mnaona sasa niko busy kweli, lakini kila kitu mnachokifanya mimi naelewa. Kwa hiyo ninawashukuru sana, fanyeni hivyo, Mwenyezi Mungu atawalipa. Kwa hiyo baada ya kusema haya, Bwana Komba, sio kusema hatujui muhimu wenu, japo siku ile amekuja mufti hapa mkaona kama hapana, yetu sameane tu. Tunajua wajibu wenu. Tunajua wajibu wenu. Na mimi nadhani ipo siku nitakapokwenda nitasema tu ili kusudi. Jamaa alikuwa ananikumbusha bwana, maana mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa mkoa wa Njombe. Akawa ananikumbusha bwana, asema bwana ukienda ukaseme, wala hamna shida, nitasema. Yaani nitasema juu ya nyinyi mlichokifanya hapa. Kwa hiyo baada kusema hapa, Imam pamoja samani umesema niwasalimie tu. Sasa nimekwenda tofauti na kusalimia. Kwa hiyo naomba nisamehe. Salama.